Nabii Ibrahimu alipokuja kuishi katika nchi ya Kanaani, kwanza unatakiwa ujue tunapoisema Kanaani leo ndio wapi, na hao Wakanaani ni kina nani? Wakanaani ni moja kati ya makabila yaliyokuwa yakiishi Asia ya kati, Asia ya kusini na kaskazini, ambao walihama kutoka kaskazini na kusini, makabila tofauti tofauti, wakaamua kwenda kuishi katika eneo linaitwa Gaza. Hii Gaza ya leo, pale ndio walipokuwa wakiishi Wakanaani, kwa sababu Palestina ni nchi waliishi makabila matano, ambao miongoni mwao ni Wayebusi, Wakanaani wenyewe, Waamori, Wahiti na Waperize. Makabila mangapi hayo? Matano. Na makabila matano haya yalitoka upande wa Asia ya kusini na kaskazini, wakifuata jangwa na bonde la kufugia mifugo, eneo lenye ardhi tambalale. Ndio ikawa sababu ya wao kutoka na kuja kuishi pale. Waliokuja kuishi katika eneo la Gaza ndio wakaitwa Wakanaani. Hawa Wayebusi walikwenda kuishi eneo linaitwa baadaye ndio likaitwa Yerusalemu. Waasili wa mji wa Yerusalemu ni kabila linaitwa Wayebusi. Nabii Ibrahimu wakati anatoka katika nchi ya Mesopotamia anakuja kuishi Kanaani, aliwakuta Wayebusi, Waamori na Wakanaani. Aliwakuta. Alikuja kama mgeni, na alipofika alifikia eneo la Kanaani, akaishi pale, akapata makazi pale. Nabii Ibrahimu alipopata njaa, anasafiri kutoka pale, anakwenda zake Misri kutafuta chakula. Katika kisa nilichokieleza mkanda au taarifa na mada iliyopita, aliporudi alirudi tena akaishi katika nchi ya Kanaani. Aliwazaa watoto wake wawili, Ismaili na Ishaka, akiwa katika mji wa Kanaani, na pazungumzia eneo la Gaza ya leo, sio Yerusalemu. Tusikilizane vizuri. Ibrahimu Yerusalemu alikuwa anakwenda. Nini kilimpeleka Yerusalemu? Kaa vizuri nisikilize. Unapozungumza Gaza na Yerusalemu, kama unaizungumza Dar es Salaam na Dodoma, ni miji mbalimbali. Nabii Ibrahim aliporudi katika nchi ya Kanaani, tena Gaza, baada ya miaka 10 akapata mtoto wa kiume aliyeitwa Ismaili, aliyezaliwa na mtoto anaitwa Hajira. Hajira ambaye ni Misri. Historia yake nilikuelezeni vipi Sara alipewa Hajira, na kwa nini Sara alimwambia Ibrahim amuoe Hajira. Ukewenza wa Hajira ndani ya mikono ya Ibrahim ulishauriwa na Sara, na sababu ya msingi ilikuwa Ibrahimu hana mtoto wa kuzaa mwenyewe. Wakati huo bibi Hajira yuko binti mdogo, na Bi Sara na miaka karibu 80, ameshakoma katika ada ya kike, hana uhakika wa kuzaa. Ibrahimu amehadiwa uzao, atakuwa na uzao mwingi kama nyota za mbinguni. Ameahidiwa kuirithi nchi ya Kanaani ambako sasa yupo anaishi. Anawezaje kurithi nchi hana watoto na anazeeka? Kwa sababu ya kutambua hili, Bi Sara akamshauri Nabii Ibrahim amuoe Hajira, mfanyakazi wao, ili apate kuwa mkewe, aishi naye kama mkewe, ili apate watoto kutoka kwa binti. Alipomuoa, kama Mwanzo, wale wanaosoma kitabu cha Biblia, Mwanzo sura ya 16 aya ya kwanza mpaka ya 12, Ibrahimu alimuoa Bi Hajira, wala hakumzini kama wanavyosema Mayahudi na Wakristo. Alimuoa ili awe mkewe. Aya nambari 5 nasema, kisha Ibrahimu akamchukua Hajiri, akamuoa akawa mkewe, akamuingilia, akapata mtoto wa kiume, akamwita jina lake Ishmaeli.
Hata jina la Ismail ni jina alilolichagua Mwenyezi Mungu. Akazaliwa mtoto, akakua. Nabii Ismaili alipokuwa na umri wa miaka 12, Bi Sara akapata mimba ya ajabu, hali ya kuwa mama huyo ameshakuwa mtu mzima, kakoma ada ya mwezi. Hata siku Bi Sara alipopata mimba, alipoambiwa taarifa ya mimba na malaika, alipata mashaka. Wakati Bi Sara mara moja akiwa ameishi nyumbani kwake katika nchi ya Harani, hapa tunapozungumzia Gaza ya sasa, Nabii Ibrahimu na mume wake na mke wake wako pale wamekaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kuibomoa Sodoma na Gomora, anakwenda kuadhibu watu wa Nabii Allah Lut. Yani hapa sasa tunazungumzia vita vya mauaji ya Sodoma na Gomora, namna alivyokwenda kuadhibu. Wakati amekaa, malaika walipokuwa wanakwenda kufanya jambo hilo, Mwenyezi Mungu alimtuma Jibrili kumpa taarifa Nabii Ibrahim kwamba kuna jambo linakwenda kufanywa. Walipokuwa wamefika, Bi Sara anapewa ujumbe wa kuzaa mtoto. Sara akacheka akasema, mzee wa miaka 90 na mume wa miaka 100 wapate mtoto, inawezekanaje? Nabii Ibrahim alikuwa hakusikia maneno hayo. Malaika Jibrili alisikia maneno hayo, akamwambia Ibrahimu, mkeo yuko ndani anacheka juu ya stori ya wewe kupata mtoto na yeye kuzaa katika umri ameshakoma, anapata mashaka juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bibi Sara akafika mahala akasema, sikucheka kwa kebehi, ilikuwa furaha kwa umri wangu kupata mtoto. Mungu amenitengenezea kicheko, walokuwa wakiniona tasa sitazaa, sasa nakwenda kuzaa. Mwenyezi Mungu akamjalia. Mwaka mmoja baadaye Bi Sara akapata mimba, akazaa mtoto anaitwa Ishaka, mtoto wa pili wa Nabii Ibrahim. Bado anaishi katika mji wa Hebron, Kanaani ya leo. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu akawa na watoto wawili na wake wawili, wanaishi mji mmoja. Kukatokea ugomvi wa kiwanawake na ukewenza kwa Sara na Hajara. Ipo hata wake wa mtume nusu agome kula asali kwa sababu ya maneno ya wanawake. Sifanya machezo, wanawake si mchezo. Wanawake hawakutazami imamu wala shekhe. Kama waliwakorofisha manabii, mimi na we nani? Nabii Allah Nuhu alayhi salatu wasalam, mmoja katika wale ulil azmi, manabii wakubwa watukufu wavumilivu, lakini mke wake Mungu anamwandikia kwenda motoni. Ndio utajua ajabu ya Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Lut, mke wake anakwenda motoni, kamwasi Mungu. Samina we nani bwana? Usijidanganye utapata furaha kwa mwanamke. Yani hiyo usijidanganye. Yani kukuudhi ndiyo sehemu ya mapenzi ya mwanamke, kukuudhi. Yani mwanamke mnaweza kufurahi wiki nzima, akaamua kuliamsha dude tu usiku ili utapetape na baridi la mvua ya El Nino. Unaomba samahani kabla, unasamehe kabla hujaombwa samahani. Wewe mwenye unageuka, mimi nishakusamehe. Umeombwa samahani saa ngapi? Lakini baridi la mvua utalifanyaje? Unatoa msamaha bila kuombwa samahani. Mwanamke ili atimie uwanawake lazima awe na maswali ya kijingajinga. Mwanamke ili atimie uwanawake lazima akuudhi. Mwanamke ili atimize uwanawake wake lazima akudanganye. Yani mwanamke ili hayo atimie uwanawake wake, hayo lazima ayafanye. Akafika mahali Bi Sara na Bi Hajara wakagombana. Allah akamuhamisha Bi Hajara kutoka katika nchi ya Gaza, katika mji wa Gaza leo, katika nchi ya Kanaani, akamsafirisha kwenda kuishi katika nchi ya Harani.